Swali la kwanza ni hili hapa limeulizwa kwa maandishi, nalisoma. Muulizaji anasema, je, ni kweli madai yanayodaiwa kuwa kusoma kwa kufuata mrorongo wa madarasa kuwa ni uzushi kwa sababu enzi za mtume hayakuwapo? Je, ni sahihi? Na kama ni sahihi, je, inaruhusiwa kujitoa kwenye madarisi kama hayo ili nisichangie uzushi? Mmeelewa swali? Yani mathalan masuala ya dini, tunasoma dini, mtu akaanza kusoma ibtidaia. Ibtidaia ni kama vile primary school, yani wanaita. Katika dini wakasoma madarasa 6. Al-fasl al-awwal masadis ibtidaia. Akitoka pale na kuna middle school, yani anasoma darasa mwaka wa kwanza, yani mutawassita ula, sana al-ula wa thani wa thalitha. Akitoka pale na kwenda thanawi, almarhala thanawiyya, pengine miaka 3, pengine miaka 4. Akitoka hapo anakwenda marhala ya jamia, yani kiwango cha kusoma degree sasa ya kwanza, chuo kikuu tuseme. Kwa anasoma miaka 4, baadhi ya vyuo miaka 3, yategemea na faculty au na chuo anachokisoma. Je, utaratibu huu inadaiwa kwamba ni uzushi? Je, ni kweli? Sijui anayedai hilo. Mimi sijai kumsikia mwenye kulidai hilo, isipokuwa watu wa batili wana tabia moja. Ukitaka kumjua mtu wa batili ana tabia moja, au ana tabia nyingi, lakini miongoni mwa tabia zake, akikosa la kukutia kasoro anakuzulia. Mtu akiwa anatetea batili yake, akikosa cha kukutia aibu wewe, basi uko tayari akuzulie. Mimi binafsi watu washanzulia uongo katika hili. Kuna watu wanatapakaza katika hii dunia kwamba mimi napinga Muislamu au vijana au wasomaji kusoma kwa utaratibu huu tuliotaja, kwamba mimi napinga, nasema haram, bid'a. Tumeelewana? Mshawahi kusikia? Lakini hawana hoja katika hilo wanalizungumza kabisa. Ni uzushi, lakini tunakutana siku ya kiyama. Tutakwenda kukutana siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hawana ushahidi nalo, hawana sijawahi kulizungumza. Labda wanashangazwa kwa kuona kwamba sisi tunasomesha kwa utaratibu huo, yani kwa utaratibu usiokuwa ule ambao wanaosomesha wao. Sio tunasomesha kwa utaratibu huo. Mimi nasomesha kwa utaratibu tofauti. Sisomeshi ibtidaia wala mutawassit wala thanawia. Sisomeshi hivyo. Wengine wakwambia hizi ni elimu za taklidi, hizi za kizamani. Si kweli kama elimu za kizamani. Kwani hao wa kizamani walisomaje? Na je, hivyo walivyosoma walipata elimu, hawakupata elimu? Naulizeni swali, hili ni swali nataka niwaulizeni. Hao waliosoma zamani kwa utaratibu huo unaitwa wa kizamani, walipata elimu au hawakupata? Wadai kwamba ni utaratibu wa kucheleweshana, kutumia muda. Wewe utakaoenda wapi? Hili swali nauliza, wewe utakaoenda wapi? Mimi sijapinga mtu kusoma katika utaratibu uliopangwa hivyo, ambao mimi pia nimeusoma. Mimi nimesoma taratibu zote mbili. Nimesoma kwa utaratibu wa halakati na nimesoma kwa utaratibu wa nidhamia. Mimi sijasoma ibtidaia madarasa yoyote wala mutawassita madarasa yoyote. Moja kwa moja nimeingia Thanawi Kisauni, Mahadi Kisauni al-Islam Mombasa, bila kusoma ibtidaia wala wapi. Nimesoma halakati kwa baadhi ya mashekhi, na watu niliosoma nao wako na wanjua mimi. Simenielewa? Nimetoka Kisauni kabla sijakwenda jamii, nimesoma halaka, tumekwenda Yemen kwa Sheikh Mukbil rahimahullah, pamoja na kwamba kwa muda mfupi, si ndio? Kwa miezi 8 ambayo nilikaa kule Yemen na nusu. Haya, nimetoka Yemen nimekwenda jamii Islamia, na ujua utaratibu huu na ninaujua utaratibu huu. Nimefika, tumesoma jamii Islamia Madina. Waliosoma Madina au waliowahi kufika Madina wanalifahamu hili, kwamba Madina katika sehemu ambazo
elimu za kwa utaratibu zote mbili au utaratibu huo unazingatiwa, Madina ni namba 1. Wanafunzi wanaosoma Jamia Islamia ndio wanaosoma katika halakati za mashaikh katika Masjid al-Haram. Walimu wanaosomesha, baadhi yao wanaosomesha katika zile halakati, wale mashaikh wanaosomesha zile durusi zile hizi mnazoziita kwamba za kizamani, ndio walimu wanaosomesha Jamia Islamia. Na alhamdulillah tumehudhuria hili na hizi na hizi. Na wale walimu madakati na wanaosomesha madarasani, ukimuuliza hivi shekhe, mimi naweza nikasoma kwa utaratibu huu tu alafu nikapata elimu? Mimi nishauliza, kama mtu hajauliza ni shauri yake, nakwambia haiwezekani. Ukitaka elimu nenda kwa mashekhe ukasome, uhudhurie halakati usome. Sio, mnanielewa? Na kweli mkikaa darasani kama shekhe asomesha Sahih Bukhari au Sahih Muslim, yule daktari anayekusomesha wewe pia uhudhuria, naye anakuja kusoma kwa shekhe. Mnielewa? Sasa mimi kwa mukhtasari ni kwamba nimechanganya njia zote mbili, nimezichanganya kwa kiasi fulani. Haya, mimi binafsi katika utaratibu wa madrasa yangu au madrasa yetu Markaz Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, sisi tunavyosoma tunasoma na utaratibu ule ambao watu wanaouita wa kizamani, lakini sisi hatuupeleki kiuzamani. Sisi hatuupeleki kizamani, yani kizamani ile ya kupotezea na muda ya kihumu. Si mnaelewa? Ile zamani ya kihumu ya kupotezea na muda, mtu akaa kwa shekhe miaka 8 asoma fiki kitabu hiki alafu hiki tasema arkanul islami 5, akija hiki tena arkanul islami 5 au nawaqidul wudu, basi ndio zile hasibadiliki, hakuna dalili wala hakuna hoja. Utaratibu huu ni kucheleweshana kweli. Sasa tutumie utaratibu huo katu, kwa sababu katika madrasa yetu wanasoma watu ambao wamekuja wamesilimu juzi au jana, anakuja kusoma. Hatuwezi kumrudisha kwamba kasome ibtidai alafu uje hapa. Akasome wapi ibtidai hiyo? Mtu amesilimu. Kwa hiyo wanakuja watu wazima, anakuja kuanza kusoma alif, anafundisha alhamdulillah na alhamdulillah, wanasoma. Baada ya muda wasikia huyu kahifadhi juzu 10, juzu 15, juzu ngapi, na kasilimu. Na kuna watu hapa wamekaa wamezaliwa kwenye Uislamu na miaka kadha hawajahifadhi hata juzu moja. Sasa utaangalia kusoma kizamani kwamba hapa kizamani, lakini hujui. Utaki kusoma kwa sababu ni kizamani alafu hujui. Mwenzao kasoma kajua. Wewe unataka kusoma, unataka mchezo sasa. Tayib, katika markazi yetu wanasoma watu ambao washamaliza thanawia. Wapo. Mtu kasoma thanawi mahali fulani wamemaliza, sasa nikasome wapi? Wapo wanakuja kusoma wakiwa wamemaliza thanawia, kwa kuwa hawana mahali pa kuendelea kwenda kusoma. Na wanasoma wanapata haki yao. Katika markazi yetu sisi wanasoma watu ambao ni wanafunzi wa mashule, wanasoma sekondari mathalan shule fulani, au wanafunzi wa vyuo vikuu. Ile lipo, sizungumzi kitu ambacho hakipo. Likizo imefika mwezi wa 6, mwezi wa 12, bwana mimi nataka kujifundisha Uislamu wangu katika miezi hii ya likizo. Unasemaje? Nitaruhusiwa? Ndio. Wako waliofanya hivyo, wamekuja kusoma. Kwa hiyo huwezi kumwambia kwamba lazima ukae miaka 3. Ulazima uko utoa nani? Kwamba mtu akitaka kujifundisha dini lazima aje akae kwako miaka 3. Ulazima huo kautoa nani? Sasa tunazingatia hivi. Kwa hiyo anayetaka kuja kusoma kwa muda wa miezi 3 ajue kitu fulani, atakuja kujua biidhnillah, ikiwa anayo nia kufanya hivyo. Wengine wamemaliza mtihani wake wa form 4 au form 6 asubiri majibu. Nakwambia sasa mimi kwa kipindi hiki cha kusubiri majibu nataka nisome dini. Utamkatalia? Sasa vyuo vingi vilivyo kuna utaratibu tayari ushapangwa. Ima afuate utaratibu asome au aende nyumbani abaki na ujinga wake. Sasa ni nani atakayewasaidia hawa? Mimi nakuulizeni, watakwenda kusaidiwa na nani? Sisi tumeamua kuwasaidia Waislamu kwa njia hiyo. Sasa jambo hili liwafurahishi baadhi ya watu, wanapiga vita. Tayib, utakuta vijitoto vidogo vimewekwa na watu wazima. Na kweli sisi katika markazi yetu kuna vitoto vidogo vimehifadhi Qur'an. Na kuna majitu mazima yamekuja pale alhamdu hawezi kuisoma. Sasa utawakusomesha, utamzingatia kwa sababu huyu ni mtu mzima, ni msomeshe Bakara, si ndio? Hichi kitu kidogo nikisomesha alif. Ndio utaratibu umeutoa wapi utaratibu huo?
jibaba jitu zima pengine unasema alhamdu na mtoto mdogo anasema alhamdu hiyo utaambia sasa nyinyi kwa sababu nyinyi wewe tabidi amna. Kila mmoja atapewa haki yake, pale alipofika ndipo atakapoanza. Na kila watu wamekiwa utaratibu wao. Wale wanaosoma madarasa ya mwanzo kabisa wana walimu wao, wale wanaopiga hatua wana walimu wao na taratibu. Alhamdulillah tumejipanga kwa kiasi cha kutosha, kiasi kizuri. Na kuna darasa kama hivi ya watu wote, hata kichaa pia anaweza kuelewa. Tunaelewana? Kwa maana kwamba vitoto vidogo lazima katika madrasa upatikane msingi mmoja wa watu wote wa kifikra. Kwa hiyo tumike fursa hiyo. Unazungumza maneno kwamba hata mtoto mdogo anaelewa na mtu mzima anaelewa, ambao ndio msimamo na ndio mwelekeo wa chuo. Hilo liko na hilo tubagui. Na ndio maana kweli hata hii mihadhara, kwa hii mihadhara wabaguliwa watu kwamba watoto wadogo wakae nyuma, watu wazima wakae mbele, kwamba watoto watoke kwanza waingie watu wazima kwenye muhadhara. Na ulizeni swali, hivi muhadhiri gani aliyekuja akafanya namna hiyo? Kuonyesha kwamba kuna baadhi ya vitu ukivizungumza havichagui mtoto mdogo. Na sisi tunakwenda hivyo, lakini katika masuala ya usomeshaji kila mmoja anapewa haki yake. Pale alipoishia ndipo atakapoanza. Kwa hiyo sisi hatupingi utaratibu unaofanyika watu kuwasomesha, isipokuwa tukosoane tu, tukosoane. Nyinyi mtukosoe kwa utaratibu tunaokwenda nao kwa ajili ya kujirekebisha, na sisi tuwakosoe kwa utaratibu mwingine mnaokwenda nao. Mfano, mimi kwa vile nilivyosoma katika baadhi ya madaris, utakuta hii Qur'ani tu yasomwa kiujanja. Hii Qur'ani mwalimu aingia darasani kwamba mwaka huu mukarara wa Qur'ani ni kuanzia juzu ya kwanza mpaka ya 5. Si ndio? Mwalimu anakuja kusomesha hapa aruka, anasomesha hapa aruka, kwambia tunakwenda na nini, tunakwenda na syllabus. Kwa hiyo ili tuende sawa sawa lazima sehemu nyingine tuziruki na kuuliza, ukiziruka leo utakwenda kusoma wapi mwanafunzi huyu? Somo la nahwu, mwalimu anakuja kusomesha nahwu, asomesha hapa anaparuka, hapa pale anaparuka, hivyo hivyo anakwenda hivyo. Baadhi ya walimu wanasomesha namna hiyo. Haya, asipomsoma mafuuli leo atakwenda kumsoma wapi? Sasa huu ni usomaji wa kiujanja ambao baadhi ya watu wanautumia. Sasa huu haujengi, hii ni elimu ya shortcut. Kama katika madrasa kuna utaratibu huo kwa kulinda syllabus, basi hakikisha kwamba nje ya watu wanapata mahitaji yao, wanakidhi ile nahma yao ya kiilmu, wanasoma kila kitu na kukijua, hakuna kitu cha kubakisha. Tumeelewa? Sasa haya yanajitokeza katika baadhi ya madaris. Baadhi ya madaris alhamdulillah watu wakisoma wanasoma kwa mpangilio mzuri, aqida inasoma vizuri na mambo mengine inasoma vizuri. Kwa hiyo nawaambieni, hizi propaganda zinazoenezwa katika miji ni propaganda za watu waovu. Lakini mtu yoyote anayesema neno hayo mtakeni dalili kwa analolisema. Kama hana dalili basi aifahamu kwamba ni uzushi ambao anatuzulia, na tutakwenda kusawa naye siku ya kiyama. Sisi tuhesabu tu kwamba hiyo ni moja katika mbele ya Allah tabaraka wa taala kwenda kulipana huko. Na si haya tu, bali amesema kwamba sisi tupinga kusoma shule. Haambia sikia jambo hilo. Kwamba salafia bwana, salaf bwana, hao jamaa wa salafia hao shule pia haramu. Mtu sasa jamani sisi tufanyeje sasa? Kwa sababu tayari washamchanganya. Kwa nini wameamua kutumia kwa mshaisia kwa watu ili watuchukie? Lakini wamekosea njia. Kama kukosea wenyewe wanasema kwamba amekosea, wameingia choo cha wanawake. Siko walikoingia. Tuache maneno hayo, lakini tunasema kwamba hayo yanayosemwa si ya kweli, na yatakana mtu akisema habari awe na hakika nazo. Naam, swali jingine.